Haleluya, kanisa la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mpe jirani yako mkono kulia na kushoto, umwambie mahali hapa panapendeza sana. Mwambie mahali hapa panapendeza sana. Kwa sababu tuko katikati ya Kristo. Kwa sababu sisi ni mwili wa Kristo. Kristo anatuhudumia. Mwambie Kristo anatuhudumia. Alafu mwambie umependeza kwa sababu ya utukufu wa Kristo. Mbona umwambie? Mwambie unapendeza kwa sababu ya utukufu wa Kristo. Tumaadhimishe tena Bwana kwa nguvu. Haleluya. Namshukuru Mungu kwa ajili ya siku njema nyingine ambayo imepata kibali machoni pake. Namshukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye Mungu amemtia nguvu kuja na Roho wa Kristo akakuwezesha kufika mahali hapa. Ni kwa sababu ya mpango kamili wa Mungu wetu. Yeye anafanya mambo yote kwa kuandama makusudi yake. Na tuliwahi kuona kwamba makusudi ya Mungu hayaanzi siku chache zilizopita. Makusudi ya Mungu yameanza kabla ya kuwepo kwa misingi ya ulimwengu. Sasa naomba kuwe na mazingira ya utulivu tuweze kuingia katika somo. Tuweze kuingia katika neno. Watoto watulizwe. Mashemasi pokeeni upako wa ziada kwa kutuliza watoto. Na watoto mtulie, nyewe wakubwa mnaojua kutulia mtulie. Na kama kuna watoto wakubwa wamekaa huko, kuna viti viko huko. Naona watu wazima wengine wamekaa huko. Shemasi hebu walete, kuna viti viko katikati huko. Naona nisianze kwanza mpaka tujipange vizuri. Naona watumishi wakubwa mko na watoto huko. Kama sio mshemasi wa watoto, njoo tu. Njoo kwa upendo wa Kristo. Kuna viti viko vingi tu hapa. Karibu sana. Unakaribishwa na mchungaji kuja hapa mbele. Uwe na amani kabisa. Ni kwa upendo. Muonyeshe kiti kizuri akae. Viko viti vizuri huko. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu, tuna somo ambalo tumelianza wiki iliyopita ambalo kimsingi ni kitovu cha mwaka huu. Kwa sababu mwaka huu tumepewa neno la mwaka ambalo linasemaje watakatifu? Ni mwaka gani huu? Mwaka wa kumuishi nani? Kristo. Na somo tulilolianza juzi Jumapili ni somo lenye kichwa kinachosema kumuishi Kristo. Na ni kwa nini tulipiwa somo neno hili mwanzo wa mwaka, alafu mwezi wa karibia wakatikati ndio Bwana anaanza kutupa hili somo? Ni kwa sababu ya maandalizi yaliokuwa yanahitajika. Maandalizi yaliokuwa yanahitajika ili tuweze kuelewa sasa somo hili la kumuishi Kristo na tunamuishije Kristo. Haleluya. Nilitoa mifano nikasema kwamba kuna njia kuu ya Mungu. Kuna kusudi kuu la Mungu. Na ukitaka mambo yako yaende vizuri, asikung'oe mtu. Na usio na wasiwasi na uoga na namna yote katika maisha haya. Ukitaka upepo wote wa kisulisulu wa namna yote usikuguse, usikufanikiwe kufanya chochote. Kaa katikati ya kusudi kuu la Mungu. Haleluya. Ukisimama katika kusudi kuu la Mungu, hakuna wa kukutoa. Kwa sababu uwezo wa Mungu mwenyewe ndio unaokushikilia. Nilitoa mfano nikasema ni sana mtoto akaenda shule, ukaenda form 1, halafu pale shuleni wakaanza kuchagua viranja, ukachaguliwa kiranja. Darasani wanachagua monitor, ukakuta umechaguliwa monitor. Wanachagua nani bwana usafi, ukakuta wewe umechaguliwa bwana usafi au dada usafi. Halafu ukakuta maeneo mbalimbali umepewa. Halafu katika kuendelea kwako ukakuta unafanikiwa kweli. Kama kiranja
100% wanakutia tiki hamna kiranja mzuri kama huyu. Monitor wanasema hamna monitor mzuri kama huyu hapa darasani. Bibi usafi wa bwana usafi akasema huyu kwa usafi ndio mwenyewe, wakatia tiki. Kwa maeneo yote ukatiwa tiki. Halafu inakuja mitihani sasa ya kupata cheti. Masomo yote 0 0 0. Nikauliza nikasema hivi, huyu mtu yuko katika kusudi kuu? Yuko katika kusudi kuu? Nauliza sasa, yuko katika kusudi kuu? Mbona ukiranja amepata 100, ubwana usafi kapata 100, umonita kapata 100, lakini kwa sababu masomo amepata 00, huyo amefeli kwenye kusudi gani kuu? Kwa sababu lengo la kumpeleka shule ilikuwa akawe monitor. Hiyo si mambo ya safarini. Kumpeleka shule lengo halikuwa mwalimu namleta mtoto wangu kusoma huko mumpe prefect na afanikiwe sana kwenye huo prefect. Hata asingekuwa prefect, asingekuwa monitor, asingekuwa chochote, akaja na A kwenye masomo yake, angekuwa amefanikiwa kwenye kusudi kuu, angekuwa hajafanikiwa. Haleluya. Ni hivyo na kwenye kanisa. Tunaweza katika mwili wa Kristo tukakuta tuko katika mwili wa Kristo kama hivi tulivyo hapa. Ukakuta mwingine shemasi yuko kule, mwingine ni mzee wa kanisa, mwingine ni mchungaji, mwingine ni waendesha sifa kama alivyokuwa anatuongoza hapa, na wengine. Hayo yote hayo bado sio kusudi kuu, sio njia kuu ya Mungu, sio kusudi kuu la Mungu kuleta kanisa, kuzaa kanisa. Hilo sio kusudi kuu. Kwa hiyo kama ukiitwa mzee wa kanisa hamna kama huyu, shemasi kama huyu hajawahi kuwepo, waongoza sifa kama hawa kama chiriku wakiimba tu mambo yanazizima. Halafu ukakuta wako nje ya njia kuu, tayari kuna kufeli. Sasa njia kuu ni ipi ya Mungu? Tumesema toka mwanzo kwamba mpango mzima wa Mungu ni Kristo. Haleluya. Njia kuu ya Mungu ni Kristo awe yote na katika yote. Mungu hajui neno lolote nje ya Kristo. Yaani Mungu hajui mtu yoyote wala hajui neno lolote lilo nje ya Kristo. Naamini tuko tunaelewana. Haleluya. Tuko pamoja, naamini hata kwenye mtandao huko tuko pamoja. Mungu hajui kitu chochote nje ya Kristo. Kitu hicho kiko nje ya Kristo, haijalishi kina sifa namna gani, haijalishi ni kizuri namna gani, haijalishi kina utukufu wa namna gani. Kama kiko nje ya Kristo, kama Kristo sio yote na katika yote ndani ya hicho kitu, Mungu hicho kitu hakijui na hana mpango nacho. Haleluya. Na ndio maana mwaka huu kawa ni wabaraka sana Mungu kutupatia neno hili la kumuishi Kristo. Ni hivi, kabla Mungu hajaanza kuumba chochote, tunajua Mungu alikuwepo milele. Haleluya. Mungu kabla kujaumba chochote, hii dunia tunayoiona na masayari na manyota na kila kitu, kabla Mungu hajaanza kuumba chochote, kukiwa kuko ni ulimwengu wa roho tu upo, hakuna kitu kinachoonekana. Kabla Mungu hajaanza kuumba chochote, alikuwa na mpango mzima moyoni mwake. Haleluya. Alikuwa na mpango mzima ndani yake. Yeye sio kama mwanadamu ambao unaweza ukasema nina mpango wa kujenga nyumba na ramani, ukajenga haujapaua, umeshamuitia fundi, hapa nilikosea mlango huu, hapa hautakuwa mzuri, unajua watu wakipita hapa sijui wataniona kule, unajua tulikosea huu tuuzibe. Kweli tuuzibe, tulikosea, mnaziba. Lakini sasa unaona hapa watu wakikaa hapa dining kwanza kula, hewa ni nzito, hamna hewa ya kupita. Kama dining yangu pale nyumbani inakuwa na jasho, hamna, palitakiwa hapa na dirisha, tumeziba, hamna dirisha. Kwa hiyo ni makosa yanatokea. Mungu hayuko hivyo. Mungu kabla hajaumba alikuwa na plani nzima, mpango mzima ndani ya moyo wake umetulia. Haleluya. Na mpango huu wa Mungu mnaujua ulikuwa mpango gani?
Mpango huu wa Mungu kwanza alianza kumpenda mwanae. Haleluya. Yaani hajaumba chochote, akampenda nani? Mwanae. Mwanae nani? Yesu Kristo. Tuko pamoja eh? Alivyompenda mwanae, akaamua kwamba nitafanya uumbaji kwa ramani hii. Hakuumba tu akakuta ameshaumba akasema hapa nyota ngapi hizi, ngoja niongeze. Uumbaji wote anao, akasema uumbaji huu nimeudesign. Uumbaji huu ni kwa ajili ya mwanangu niliyempenda. Yeye ndiye atakayeumba, ndiye atakayeshiriki kuumba na ndiye atakayeumba. Yeye ndiye atakayeusimamia. Kuna wakati ukombozi utakaohitajika, yeye ndiye atakayeukomboa kwa kumwaga damu. Yeye ndiye hatimaye vitu vyote vitakufungamanishwa na kuwa kwake, na yawe peke yake ndiye Bwana. Haleluya. Hebu tuone mistari miwili kwa haya maneno ya utangulizi niliyosema, afu tutaendelea na somo. Hebu tufungue kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 17. Ni Yesu Kristo ana maombi yale ya mwisho ya kukabidhi kazi, ya kuongea na Baba, kumkabidhi kazi, kwamba Baba, kazi ulionipa nimeimaliza. Tuna mistari miwili tunataka tuone jinsi Mungu anavyoona haya mambo. Unajua, tukifahamu kuona vitu kutokea kule mwanzo kama Mungu, mambo yetu yataenda vizuri kwa uhakika. Tumefika mlango wa 17. Mstari ule wa 5 kuna kitu kizuri pale. Mstari wa 5 ni maneno ya Yesu haya. Naamini mna Biblia wengi, si ndio eh? Tunaanza tukasoma kwa pamoja. Mstari wa 5, hebu tuusome. 1 2 3 go. Ngoja, inawezekana kuna ambao hawajafungua. Okay, hebu tujaribu tena. Mzingatie koma ili tuende pamoja. 1 2 3 go. Haleluya. Hebu nirudie tusikizane kwa pamoja. Anasema, na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya nini kanisa? Kabla ya ulimwengu kuwepo. Kabla ya ulimwengu kuwepo, kabla ya uumbaji. Kwa hiyo kabla ya uumbaji, Mwana wa Mungu na Baba walikuwa katika utukufu mmoja. Hilo la kwanza. Lakini tukienda pale chini mstari wa 24, ni kwa sababu umeniangusha kwenye kusoma kwenu, lakini ngoja nisome. Mstari wa 24 nasoma, mnisikilize. Unasema hivi, Baba, ni maneno ya Yesu bado haya. Hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate na kutazama utukufu wangu ulionipa. Sasa ule mstari unaoendelea pale, kwa maana, naomba tusome kwa pamoja pale. 1 2 3 go. Haleluya. Anasema kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa misingi ya nini? Kabla ya kuwekwa misingi ya nini kanisa? Kwa hiyo kabla Mungu hajaweka tofali la kwanza la uumbaji, kabla Mungu hajapiga msingi aanze kuumba, alishampenda nani? Mwanae. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Sasa ni vizuri kujua hili, kwa sababu pendo lilo alilompenda nalo mwanae kabla ya kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu ndio pendo alilotupenda nalo sisi tulio ndani ya mwanae. Haleluya. Sasa tukasema ndio maana mpango mzima wa Mungu ni Kristo, na tukaanza somo la kumuishi Kristo. Sitarudi kule tulikoanzia, lakini ni vizuri angalau nikasema hivi, tunaposema kumuishi Kristo tunakuwa na maana gani? Wewe mwenyewe unaposikia kumuishi Kristo, kwa sababu ni msamiati kama mpya vile, kumuishi Kristo ina maana gani? Ina sura gani? Ina picha gani kumuishi Kristo? Na nikasema kwa ufupi,
kumuishi Kristo ni Kristo kuishi ndani yako kwa kiwango ambacho maisha yako ya nje yanamdhihirisha Kristo. Ni Kristo aishi ndani yako. Kila aliyeokoka Kristo anakaa ndani yake. Haleluya, kanisa la Mungu. Kila aliyemwamini Yesu akamkiri kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, Kristo ameingia kuishi na ndani ya roho yake. Na umeoana kabisa katika roho na kuwa roho moja na Bwana. Lakini kadiri tunavyokulia wokovu, Kristo anaanza kuumuka ndani yako. Anaanza kuumuka kutoka katika roho yako, anaanza kuumuka kuja kwenye nafsi yako. Kristo atakaposhiba ndani ya nafsi yako, ndivyo anavyoweza sasa akaishi yeye. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba kumuishi Kristo ni Kristo kuwa ndani yako. Hilo la kwanza kabisa. Lakini kwa kiwango, hilo neno kiwango ni muhimu, kwa sababu anapoingia katika roho yako, umeokoka leo ukamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako leo, akaingia ndani ya moyo wako, hicho ni kiwango cha kwanza. Kama ni darasa tungesema darasa la kwanza. Lakini hapo bado huwezi kumuishi Kristo. Yuko ndani yako, umeokoka, na kama saa hiyo ungeondoka bado utaenda kukaa kifuani mwa Kristo, utaenda kukaa na Kristo kama ungeondoka saa hiyo, kwa sababu yuko ndani ya roho yako. Lakini kuishi hapa duniani umuishi yeye bado hutaweza. Kwa nini? Bado yuko kwenye roho yako. Kiwango kile ambacho kinaruhusu Kristo aanze kuishi hakijafikiwa. Kinafikia kadiri unavyoanza kupiga maisha hatua katika maisha ya wokovu. Kwa hiyo ndio maana nikasema kuwa ndani yako kwa kiwango ambacho maisha yako ya nje yanamdhihirisha Kristo. Kwa hiyo ukicheka ni Kristo amecheka. Haleluya. Ukifanya kitu kwa mkono wako ni Kristo anafanya kitu kwa mkono wako. Ukiongea ni Kristo anaongea. Ukienda mahali ni Kristo ameenda mahali pale. Ukifanya maamuzi ya jambo ni Kristo amefanya maamuzi ya jambo hilo. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Kwa hiyo kumuishi Kristo ni kitu kizuri. Ni kitu kinachovutia kwa sababu Kristo ndiye Mungu. Kristo ndio kila kitu. Kwa hiyo atakapoanza kuishi kwamba ukitembea ni kama yeye anatembea, na ndio maana katika kukupa maana hii nikaongeza kipengele fulani nikasema ni kana kwamba Kristo amevaa mwili wako akaishi mwenyewe hapa duniani. Yaani ni kana kwamba kama ingekuwa kama ni Mungu anaangalia, ni kana kwamba Mungu anamuona Kristo akitembea. Lakini akaangalia huo mwili unaotembea ni mwili wa mdada. Ni kama Kristo ndiye anayetembea. Lakini akamwangalia huyo mtu ni mwili wa kijana, ni mwili wa mkaka fulani. Ni kama Kristo anatembea hapa duniani. Lakini Mungu akiangalia huo mwili unaotembea anakuta ni mwili wa baba fulani, mwili wa babu fulani pengine aliyekula chumvi nyingi, lakini ni Kristo anayetembea. Haleluya. Tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Kwa hiyo tukasema sasa kama ndio hivyo, hebu tuangalie mchakato hatua kwa hatua ambao Mungu aliuanza mpaka kuja kufika mahali ambapo tunaweza sasa tukaa tunamuishi Kristo. Mambo haya Mungu hakuyaanza ghafla. Mambo haya Mungu alianza tokea mbali. Na sitarudi sana huko, lakini tutaenda kuona hatua ya kwanza ya mchakato ambao Mungu aliuanza mpaka ikaja ikafika mahali hapa ambapo sasa sisi tutatembea katika neema hii kwamba tunamuishi Kristo. Lakini Mungu alianzia mbali. Wakati anaongea na Ibrahim, wakati anafanya agano na Ibrahim, akamwambia toka wewe katika nyumba ya baba yako na katika nyumba ya baba yako na katikati ya watu wako na katika eneo la watu wako, toka uende katika nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya kuwa taifa kubwa, nami nitakubariki, nami nitakufanya kuwa baraka. Na alivyomuita namna ile, Mungu alianza taifa pale, na hilo taifa lilikuja kujulikana ni kwamba ni taifa la Israeli. Haleluya. Haleluya, watu wa Mungu. Lakini Mungu akamwambia Ibrahim neno moja. Nataka tufuatane kwa sababu ni mambo ya mbali. Mungu akamwambia Ibrahim neno moja. Baada ya kumuonyesha ile nchi ya ahadi, akamwambia tazama kila upande. Alivyotazama akamwambia kwa kadiri macho yako yalivyoona nchi hii nimekupa. Lakini akamwambia neno moja kwamba hautaweza kukaa hapa sasa hivi. Wewe utaondoka, utaenda kulala na baba zako. Lakini uzao wako ambao utaendelea kuongezeka nitaupeleka katika nchi nyingine ya mbali. Watakao huko vizazi vinne, kwa maana ya miaka 400.
halafu nitawarudisha kwa utukufu mwingi, halafu watakuja kukaa katika nchi hii. Haleluya. Kwa hiyo Mungu ule uzao wa Ibrahim akaupeleka nchi ya Misri. Kule Misri wakakaa miaka 430 na wakateswa, wakawa watumwa, wakateswa na Farao na watu wake, mpaka walipomlilia Mungu wakati fulani. Mungu akajua majira ya kuwaokoa imefika. Paliongezeka miaka 30 badala ya miaka 400, kwa sababu kilio hakikupelekwa mbele za Mungu mapema. Na ndio maana watakatifu, ni muhimu sana kusimama kwenye nafasi ambayo Mungu ametuambia. Kama Mungu amekuambia paza sauti, paza kelele, paza. Kama Mungu amesema omba, omba. Mungu yeye anajua mambo yote. Anasema anafahamu mwisho kutokea mwanzo. Yeye Mungu anafahamu. Yeye anasema na itakuwa kabla hujaomba mimi nimeshajibu. Na atasema na itakuwa wakati unaomba mimi ninasikia. Lakini anataka tuombe. Kwa hiyo unaweza ukaacha kuomba, jambo likatokea ukaanza kusema Mungu, sasa mbona uliahidi? Tena kuna unabii uliwahi kusema, lakini sasa ule unabii sioni hata ukitimia. Unabii unasimama kwa wewe kusimama zamu yako ya maombi sawa sawa na kutembea na Mungu katika neno lake. Haleluya. Sasa wana wa Israeli wameteswa, miaka 400 imefika, hawajampazia Mungu kelele. Bado wanazifurahia zile nyama zinazochemshwa kwenye masufuria. Bado wanafurahia matango pori. Bali wanafurahia matikiti gani yale. Wanafurahia, wanaumia, lakini wanagulia ndani. Wanasema lakini nyama twala, wanaumia lakini nyama twala. Miaka 30 kaongezeka. Suruba alipozikidiwa, Mungu wetu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, wanaanza kupiga makelele. Kelele kamfikia Mungu. Haleluya. Mungu akashuka, akamshukia Musa kwenye kichaka, akamwambia, nimekisikia kilio cha watu wangu kule Misri, na mimi sasa nimeshuka nikawaokoe. Nitaka kutuma au kawaokoe. Musa akaenda akaokoa wale watu. Siingi undani huko kwa sababu sio lengo. Lakini baada ya kuwatoa kule, akawafikisha jangwani kwenye mlima unaoitwa Sinai. Hebu wote tuseme Sinai kama tunaofahamu. Sinai. Wafikisha pale, ndio Mungu akawatuliza kwanza pale. Akaanza utaratibu. Hatua ya kwanza ya Mungu kuanza kutafuta kuja kukaa katikati ya watu wake. Mambo yalianzia pale. Sasa hebu twende kitabu cha Kutoka. Naomba twende kitabu cha Kutoka mlango wa 24. Tuone mchakato wa Mungu kuja kutufanya tumuishi Kristo ulianzia mbali. Kwa sababu tulisema Kristo ni Mungu. Utimilifu wa Mungu ni Kristo. Kwa hiyo tunaposema kumuishi Kristo, maana yake ni kumuishi Mungu. Haleluya. Tumefika Mwanzo 24. Nitaanza mstari wa kwanza. Sijui kama nitakuwa na ruka, lakini nitasoma kwa haraka. Tumefika wote, naenda kusoma Mwanzo 24. Excuse me. Kutoka tuko pamoja sasa Kutoka mlango wa 24. Naenda kusoma haraka kuanzia mstari wa kwanza. Wameshafika pale mlima Sayuni, mlima Sinai sore. Sasa mstari wa kwanza anaanza, kisha Bwana, tumepata wote. Kisha Bwana akamwambia Musa, kweeni wewe na Haruni na Nadabu na Abihu na watu 70 wa wazee wa Israeli, mkamfikie Bwana, mkasujudu kwa mbali. Na Musa peke yake ndiye atakaye karibu na Bwana, lakini hao hawatakaribia karibu, wala hao watu hawatakwea pamoja naye. Musa akaenda akawaambia watu maneno yote ya Bwana na hukumu zake zote. Watu wote wakajibu kwa sauti moja, wakasema, maneno yote aliyoyanena Bwana tutayatenda. Basi Musa akayaandika maneno yote. Bwana
maneno yote ya Bwana. Akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo 12 kwa hesabu ya makabila 12 ya Israeli. Akapeleka vijana wa wana wa Israeli waliotoa sadaka za kuteketezwa, wakamchinjia Bwana sadaka za amani za ng'ombe. Musa akatoa nusu ya ile damu, akaitia katika mabakuli, na nusu ya ile damu akanyunyiza juu ya madhabahu. Kisha akakitoa kitabu cha agano, akakisoma masikioni mwa watu. Wakasema, hayo yote aliyonena Bwana tutayatenda, nasi tutatii. Musa akaitoa ile damu, akanyunyizia watu, akasema, hii ndiyo damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote. Mstari wa 9. Ndipo akakwea juu Musa na Haruni na Nadabu na Abihu na watu 70 miongoni mwa wazee wa Israeli. Mstari wa 10. Wakamuona Mungu wa Israeli. Haleluya. Hebu tujaribu kusoma wote hapa. Pengine mnaanza kwa wengi sasa. 1 2 3 go. Kumna moja go. Haleluya. Nirudie tena mfuatilie vizuri. Wakamuona Mungu wa Israeli, wale wazee 70 na Musa na wale wengine. Chini ya miguu yake palikuwa na kama sakafu iliyofanyizwa kwa yakuti samawi, kama zile mbingu zenyewe kwa usafi wake. Naye hakuweka mkono wake juu ya hao wakuu wa wana wa Israeli. Nao wakamuona Mungu, wakala na kunywa. Wakala na kunywa mbele za nani? Mbele za Mungu. Haleluya. Unajua Mungu wetu Bwana, mambo ya msosi hajatuacha nyuma. Maeneo mazuri ya Mungu utakuta msosi ulikuwepo. Haleluya. Yesu Kristo anakaa chakula cha mwisho na wale wanafunzi wake kabla hajaenda msalabani, wanakula. Baadaye nawapa mkate, nawaambia, huu mkate ni mwili wangu, kuleni. Na akamwambia kila mlapo, maana yake kila wakati ni saa ya kula huo mwili wa Kristo. Haleluya. Lakini nataka tuone kwamba Mungu amewaita hawa watu wakaja mbele zake. Hakuruhusu wamuone uso wake, kwa sababu isingewezekana, lakini akaruhusu wamuone miguu yake, lakini waone utukufu wa lile eneo ambalo lalokuwa. Halafu wakala na kunywa mbele za Mungu. Mungu alikuwa anaashiria nini? Alikuwa anataka kuambia kwamba mimi kama Mungu nataka mchakato wa kuja kukaa katikati yenu, tuishi pamoja. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Hebu tusogee kidogo, twende mlango wa 24 hapo. 25 sorry. Twende mlango wa 25. Sasa hapa nitasoma lakini kwa kurukaruka kwa sababu ni sehemu ndefu kidogo. Hapa wale wamesha kula wakanywa mbele za Bwana wakarudi, kwa sababu wale waliambiwa hawataendelea. Musa yeye akaendelea, akaingia mle ndani. Ninaanza mstari wa kwanza. Bwana akanena na Musa akamwambia, waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda, mtatwaa kwake sadaka yangu. Haleluya. Ili Roho wa Mungu aendelee kuongea na sisi hapa. Hizi sadaka ambazo Mungu anauliza hapa ni sadaka za kutengeneza mahali ambapo atakuwa anaishi katikati ya watu wake. Kwa lugha nyingine ni sadaka za kutengeneza makazi, hema ya kukutania, sanduku la agano na vitu kama hivyo, ili Mungu aje akae katikati yao. Ni sadaka za kutengeneza madhabahu ya Bwana, makazi ya Bwana, kazi ya Bwana. Na unaweza kuona sasa kanuni ya kuzitoa hizi sadaka. Kanuni ya kuzitoa sio kwa nguvu,
ni kwa moyo wa kupenda. Na ndio maana akasema waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka kila mtu ambaye moyo wake wampa kufanya nini? Kupenda. Mtatoa kwake sadaka yangu. Haleluya. Tunaendelea. Sadaka utakayopokea mikononi mwao ni hii: dhahabu, haleluya, fedha, haleluya, na shaba, na nyuzi za rangi ya bluu, zambarau, nyekundu, na nguo za kitani safi, na singa za mbuzi, na ngozi za kondoo dume zilizotiwa rangi nyekundu, na ngozi za pombo, na miti ya mijohoro, na mafuta ya ile taa, na viungo vya manukato kwa yale mafuta ya kupaka, na kwa ule uvumba wenye harufu nzuri, na vito vya shohamu, na vito vingine vya kutiwa kwa ile naivera, na kwa kile kifuko cha kifuani. Mstari wa 8, nao na wanifanyie patakatifu. Natamani kanisa tusome hapa. Mstari wa 8, hebu tusome kwa pamoja. Ni mtamu sana huo mstari. Mstari wa 8 tumeona Hebu tusome kwa nguvu kubwa. 1 2 3 go. Hebu tude ili nini? Ili nini kanisa? Mungu, tunaona shauku ya Mungu, tunaona mpango wa Mungu, tunaona mchakato wa Mungu wa kuanza kutengeneza mazingira ili aje akae katikati ya watu wangapi? Watu wake. Haleluya. Kwa hiyo unaanza kuona ni maono ya kutoka mbali ya kwamba watu ambao Mungu amewaumba wasiishi peke yao. Sio ratiba ya Mungu mtu ambaye amemuumba aishi peke yake. Mtu hakuumbwa aweze kuishi peke yake. Hakuumbwa hivyo. Aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, kwa mfano wa glovu na mkono. Mtu ni glovu, mkono ni Mungu. Kwa hiyo ilikuwa Mungu apitishe mkono wake ndani ya glovu ambaye ni mtu, ndio maisha yaendelee. Haleluya. Kwa hiyo mtu ameishi awe na sura na umbo la kumhifadhi Mungu ndani. Nitumie lugha ya Kiswahili cha kueleweka cha kibinadamu. Yaani mtu ameumbwa na sura ya ndani kiasi Mungu, kwamba Mungu ana uwezo wa kuingia ndani ya huyo mtu akakaa. Haleluya. Kwa hiyo mtu hakuumbwa kae peke yake. Ndio maana mtu akikaa peke yake bila Mungu, ni lazima shetani atatafuta namna ya kufanya shortcut ya kwenda kufanya uvamizi, akae katika mwili wake kama mapepo. Bado hataweza kukaa kwenye roho yake, lakini angalau atakaa kwenye mwili wake au sehemu nyingine ya mwili au kwenye nafsi yake. Kwa hiyo mtu aliumbwa Mungu aje akae ndani yake. Sasa hatua ya kwanza anakuja kukaa kwanza katikati yao. Lakini kule kukaa katikati yao hakai kama upepo. Anataka kutengenezwa makazi yanayoonekana, alafu akae mle, alafu anakutania naye pale. Haleluya. Haleluya kanisa. Lakini kuna kitu ambacho nataka tukione. Baada ya mstari wa 8 kusema nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Mstari wa 9 anasema sawa sawa na haya yote ni kuoneshayo mfano wa maskani na mfano wa samani zake zote, ndivyo mtakavyo vifanya. Haleluya. Naomba tusikizane. Musa aliendelea kukutana na Mungu kule. Biblia inasema kwamba alikaa siku 40 mchana na usiku. Siku 40 mchana na usiku. Akafunikwa na wingu. Akakaa mbele za Mungu siku 40 hali wala hafanye nini? Hanywi. Sasa kimbelembele cha kiroho, usianze kujifanya unaenda kule mlimani siku 40 huli unywi, unasema mbona kama Musa. Cha moto utakipata. Kwa sababu ni lazima uhakikishe wingu lilomfunika Musa na wewe limekufunika. Sasa wewe unaenda, Musa unaambiwa kabisa aliingia ndani ya wingu likamfunika. Akakaa huko siku 40 usiku na mchana. Wewe unaenda hamna wingu lilokufunika. Unataka ukae siku 40 mchana. Itawezekanaje? Kilichomfanya Musa iwezekane ni ile wingu. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Siku 40 yuko mle hali hanywi. Zilikuwa siku nyingi kwa wana wa Israeli, kiasi kwamba
Wale wana wa Israeli walibaki kule, wakaachiwa maelekezo kwamba mtu akiwa na jambo lolote amshirikishe Haruni. Haruni atampa majibu. Unajua wamekata siku, zinakaribia siku 40. Wale watu wakamwambia Haruni, huyo Musa hatujui lilompata. Yule Mungu ambaye alikuwa anaachilia moto juu ya mlima, mpaka mlima unatetemeka namna hii. Alafu Musa kimbelembele kajiingiza kwenye ile wingu, hata tukuona alivyoishia. Siku ngapi sasa? Hebu hesabu. Wakasema karibia zinafikia 40. Sema yaliyompata huyu Musa hatujui. Ya mjini wa Mungu amemshata tayari. Huyo Mungu ni moto yule, unafanya mchezo. Musa hatujui lilompata bwana. Musa hatunaye. Wakaanza kuhesabu. Musa hatunaye. Wakafanya tufanye nini? Wakamwenda Haruni, bwana tutengenezee miungu turudishe Misri. Safari imeshabuma. Naye akaingia kwenye mtego, akasema basi nendeni kwa wake zenu, kateni yale mahereni kwenye masikio yao na mabinti zao. Si mnaona sasa hereni zinavaliwa na wake zetu na mabinti. Sasa kwa hiyo ukiona mwanamume anavaa hereni, mwambie umetoka kwenye reli. Haleluya. Wakazikata zile za chuma za dhahabu, akatengeneza ndama. Kwa hiyo ndipo walipoleta uharibifu wa kwanza, kwa sababu Musa alikaa sana kule. Lakini nisiende huko. Sasa Mungu akamuonyesha Musa ramani ya hekalu la mbinguni. Akamuonyesha ile ramani, akamwambia angalia hii ramani, ndivyo ninavyotaka ukatengeneze. Ndio maana ya mstari wa 9 kusema sawa sawa na haya yote ni kuonyeshayo. Kwa Mungu alikuwa anamuonyesha picha ya mbinguni. Madhabahu iko hivi, sanduku la agano liko hivi, utalitengeneza hivi, utalitengeneza hivi. Na ni madhabahu ya mbinguni kweli kweli, kwa sababu hata kitabu cha Ufunuo wa Yohana anaeleza kabisa kwamba alipofika akaona, akaonyeshwa hekalu la mbinguni, aliona na sanduku la agano. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tukitoka hapo niendelee kidogo. Mstari wa 10 anaonyesha namna ya kutengeneza ile sanduku. Nao wafanye sanduku la miti ya mjohoro, urefu wake na uwe dhiraa 2.5 na upana wake dhiraa 1.5 na kwenda juu kwake dhiraa 1.5. Sasa naomba nisiwachoshe na haya mahesabu, lakini ukitaka utasoma tu kwa muda wako. Mimi nishuke kidogo, nataka kukuonyesha tu matokeo yake. Matokeo ya sanduku la agano limetengenezwa kwa maelekezo Mungu aliyoyatoa. Nataka tuone baada ya kutengenezwa matokeo yake ni nini. Haleluya kanisa. Kwa hiyo tukienda ule mstari wa 20 anasema, na hayo makerubi yatainua mabawa yao juu na kukifunika hicho kiti cha rehema kwa mabawa yao, na nyuso zao zitaelekeana hili na hili. Nyuso za hayo makerubi zitaelekea kiti cha rehema. Naomba niweke nukta kwanza, tuendelee. Kiti cha rehema, lile sanduku la agano, ilikuwa ndimo ambapo Mungu angeweka utukufu wake. Ile hema ya kukutania ilikuwa na mambo mengi. Ilikuwa na meza ya mikate ya onyesho, ilikuwa na madhabahu ya uvumba, ilikuwa na madhabahu ya kutoa sadaka za dhambi, ilikuwa na hema ya mataifa kukutania. Kwa hiyo ilikuwa ina masehemu mbalimbali. Siko hapa kufundisha sehemu za hiyo hema, lakini nataka nikuonyeshe kwamba patakatifu ambapo Mungu ndiye alikuwa anakaa ni ile sanduku la agano. Tuko pamoja Na ile sanduku la agano lilikuwa dogo tu. Ndani yake, kwa sababu hizo dhiraa 2.5 ni mfano wa 2.5 tu, ndani yake aliweka kibao cha amri 10 alizokuwa amempa Musa. Nakala iliwekwa, kile kibao kiliwekwa kule, kilihifadhiwa kule. Maana yake neno la Mungu linahifadhiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haliwezi kutanguka, haliwezi kuibiwa, linatunzwa na Mungu mwenyewe. Kwa lile kibao cha amri 10 zikawa zinakaa kwenye sanduku la agano. Alafu mbele ya safari, Mungu kuonyesha utukufu wake na kuonyesha kwamba tukiwa naye hakuna linaloharibika. Wakati Mungu alipoanza kuwalisha kwa mana ya jangwani, ile mana waliokuwa naokota kila siku asubuhi, ile mana ilikuwa inaharibika ukiiweka baada ya kuiokota. Ilikuwa ukiokota ule.
Sasa wakaonywa, wakaambiwa usitunze mpaka asubuhi. Ukiitunza inaharibika, unakuta imeshatoa mafunza. Lakini Mungu akamwambia ili ujue, akamwambia Musa ili wana wa Israeli waje wao na ushuhuda kwamba mimi ni Mungu wa namna gani. Chukua kibaba cha hiyo mana, uweka ndani ya sanduku la agano kwenye uwepo wangu. Haleluya. Ikawekwa pale, ambayo ukiitunza nyumbani, ikilala kesho yake utakuta mafunza yanafanya hivi. Lakini ile mana imekaa kwenye sanduku la agano miaka 40, iko kana kwamba umeokota asubuhi ya leo. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Mungu huyu ndiye ambaye akikaa ndani ya mwili wako, ndiye ambaye akikaa ndani yako, kwa sababu Biblia inasema sisi ni hekalu la Mungu. Biblia inasema sehemu nyingine, je, hamjui miili yenu ni hekalu la Mungu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu? Mungu huyu kama anakaa ndani ya mwili wako, ndani yako, utukufu ule ulioko ndani ya sanduku la agano ndio ulioko ndani yako na kuzidi. Haleluya. Kwa hiyo hakuna namna yote ya mwili wako kuoza na utukufu wa Mungu uko ndani yako. Hamna namna yote mafunza kula mwili wako na utukufu wa Mungu uko ndani yako. Hamna namna yote ya wadudu wanaoitwa bakteria na amoeba na kila kitu kuja kuharasi mwili wako na utukufu wa Mungu uko ndani yako. Hilo haliwezekani. Ndio maana Mungu akaruhusu tujue hili. Hebu tumaadhimishe Mungu wetu. Haleluya. Lakini pia ndani ya sanduku la agano kuna fimbo inaitwa fimbo ya Haruni. Wakati Mungu anataka kuweka kuhani katika Israeli, Mungu alielekeza kwamba Haruni ndio amemchagua awe kuhani. Unajua mambo haya ya watumishi wa Mungu kugombana kwenye makanisa na kwenye dini hayakuanza leo. Kumbe wakati Mungu amempa Haruni awe kuhani, ameanza kazi ya ukuhani, wakainuka watu kasema, yaani ni Haruni tu ndio anaweza kwenda kufanya ukuhani? Si tuna wazee wengi hapa, kwani kwenda kusimamia hiyo sadaka ichinjwe ifanye nini? Mbona ni Haruni tu? Kwani hatuwezi kupeleka mwingine? Kwa nini kabla la kwetu nalo sipeleke mzee mmoja akaenda kuwa kuhani? Ugomvi ukaanza. Sasa sijui kama alikuwa anagombania zile nyama ambazo kuhani mkuu naye alikuwa anazipata. Kwa sababu kule kuhani anapotoa sadaka kuna nyama vinabaki naye anaenda kula na familia yake. Sasa sijui kama ndio hiyo alikuwa anagombania. Sasa Mungu akasema isiwe tabu, mimi naamua huu gomvi. Mungu akasema mimi ni Mungu wa haki. Mungu wa haki. Sitaki mseme kwamba labda alijiingiza kimagumashi. Nataka muwe na uhakika ni mimi nilimchagua. Haleluya. Akasema kila kabila limtoe mtu anayewaza kwamba anafaa kuwa kuhani mkuu. Kila kabila limtoe mtu huyu mmoja ambaye mnaamini huyo ndio anayetakiwa kuwa kuhani mkuu. Wakatoa peleka, wakasema wewe unafaa, wewe umepanda vizuri, uko vizuri, wewe unafaa, umepanda uko vizuri, tena wewe unaenda kumpiga Haruni chini. Wakahudhuria. Mungu akasema kila mtu aliyechaguliwa kuwa gombea kuhani mkuu akakate fimbo ya mlozi. Aikate fimbo ya mlozi aje nayo hapa. Wakakata fimbo za mlozi. Weka alama, fimbo yako weka alama. Tujue hii ni ya kwako, ili msije mkaanza kubadilishana. Wakaweka alama. Na Haruni naye akawakilisha kabila la Walawi. Kaweka ya kwake. Haya. Mungu akasema ziweke mbele ya uwepo wangu kwenye sanduku la agano. Alafu kesho asubuhi mtapata majibu. Haleluya. Kanisa la Mungu tupo Mungu huwa anakata maneno. Hebu mshike mwenzako mkono, mwambie Mungu huwa anakata maneno mwenyewe. Mwambie usimpige mwenzako ngumi. Mungu huwa anakata maneno mwenyewe. Wakaweka zile fimbo, akaambia nendeni asubuhi mje mchukue majibu. Asubuhi hawajui majibu yatatoka namna gani. Wanaenda asubuhi, Musa anaingia mle ndani kwa sababu huwezi kuingia mtu mwingine. Musa tu ndiye aliruhusiwa kuingia. Anaenda kuchukua zile fimbo 12 anazileta pale. Akaambia fimbo moja imechanua, imetoa majani mabichi, imetoa na maua ambayo yanatoa harufu, imetoa na matunda mengine ambayo ndio machanga ndio yanaanza kukua. Alafu imetoa mpaka na matunda mengine yameshaiva ni ya kuchuma na kula. Fimbo moja hiyo. Nyingine zote hazijatoa kitu. Sasa kila mtu kiroho kinapiga, sijui ndio kwangu ile. Ambia kila mtu achukue fimbo yake hapa. Kila mtu anafuatilia ile iliyochanua, anasoma, anakuta sio yako, anaachana.
Bado anakuta ile chana kumbe ni Haruni. Mungu akasema ili kukomesha ugomvi usirudi, hii fimbo iweko kwenye sanduku la agano, na hiyo italindwa isiharibike. Ikakaa mle miaka 40, matunda yale ukitaka kula ni kama limechanua leo, liko vile vile. Hebu tumaadhimishe Mungu wetu. Haleluya. Uwepo wa Mungu ni mzuri, na ndio maana Mungu anataka akae katikati ya watu wake. Sasa mstari huu wa 21 naendelea kusoma pale tulikokuwa tunasoma kutoka 25. Mstari ule wa 21 ameshamaliza, akaweka kiti kinachoitwa kiti cha rehema. Haleluya. Naomba tujue kiti cha rehema ni cha muhimu sana katikati ya watu wa Mungu. Kiti cha rehema. Ngoja tusome kwanza hapa. 21 anasema hivi, weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku. Hebu tusome tena wote, naamini tumeshapata nguvu ya kusoma. Mstari wa 21 tusome kwa pamoja. 1 2 3 go. Haleluya. Anasema weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku, kisha utie huo ushuhuda nitakao kupa ndani ya sanduku. Ushuhuda ndio ule ubao wa amri 10. Haleluya. Sasa angalia, Mungu anapotaka kuja kukaa katikati yake, katikati ya watu wake, anaweka kiti cha rehema. Kiti cha rehema ndicho kitu cha muhimu sana na cha maana sana, kinachowezesha watu wa Mungu kutembea kwa karibu na Mungu wao pasipo misuguano, na huku akiendelea kufaidi baraka za Mungu. Nje ya rehema haitawezekana, kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye haki. Mungu ni Mungu aliye mtakatifu. Ni Mungu wa pendo pia, lakini anahukumu kwa haki. Sasa anakuja kukaa katikati ya watu ambao hawajakamilika, katikati ya watu ambao wako wanaishi kimwili, na ukizingatia Israeli wakati huo wokovu ulikuwa hujaja wa kuzaliwa upya. Sasa namna pekee ambapo Mungu atakana wale watu salama ni awe na kiti cha rehema. Rehema maana yake nini? Rehema ni upendo wa Mungu wenye huruma ndani yake, inamfanya Mungu asitekeleze hukumu ambayo haki yake ilikuwa inataka itekelezwe. Haleluya. Yaani umejichanganya. Haki ya Mungu inasema kwamba haki ya Mungu inamuelekeza Mungu kwamba huyu mtu ni wa kuangamiza, huyu mtu auawe. Haki ya Mungu inaamuru hivyo. Rehema inainyanyuka, ambayo ina upendo wa Mungu jumlisha huruma ya Mungu. Haleluya. Huruma ya Mungu jumlisha na upendo wa Mungu, vikijumlishwa vinaitwa ni rehema ya Mungu. Kwa hiyo ile rehema inasimama mbele za Mungu, inazuia ile haki ya Mungu kutekelezwa. Kwa hiyo unakuta Mungu amekusamehe kwa utaratibu alioweka kukusamehe. Kama ni kutoa sadaka ya dhambi, kama ni kutoa sadaka ya upatanisho, inatolewa, alafu hiyo rehema inafanya kazi, unasamehewa. Hebu tumaadhimishe Mungu wetu. Haleluya. Hili jambo ni la muhimu sana, nitalisema baadaye kidogo tena. Ngoja tuendelee kwanza. Mstari wa 22. Mstari wa 22 anasema nami nitaonana nawe hapo. Hapo wapi jamani? Hapo penye kiti cha rehema. Na natamani hapo msipotee, kwa sababu ndio kilele cha hii hatua hii. Kwa hiyo Mungu ameweka mahali ambapo Musa na Haruni wataweza kwenda kukutana na Mungu, waongee na Mungu, wamweleze Mungu mambo ya watu wa Israeli, mambo ya watu wake Israeli, na Mungu awape maelekezo ya kupeleka kwa watu wa Israeli. Sasa ni watu ambao hawana utimilifu, hawana ukamilifu. Ni lazima Mungu aonekane kwao katika kiti cha rehema, sio katika kiti cha hukumu, sio katika kiti cha enzi, kwa sababu kiti cha enzi ni cha mamlaka, ni cha kifalme. Pale sasa hamna masuala mengine, lakini katika kiti cha rehema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa hatua hizi
baada ya Mungu kukamilisha utaratibu huu, sanduku la agano lipo, hema la kukutania lipo, akaweka utaratibu wa kutoa sadaka, akaweka utaratibu wa kujitakasa, akaweka utaratibu wa namna ambao watatembea naye ili sasa awe na dumu katikati yao. Kwa hiyo safari hiyo, hatua hiyo ya kwanza ikawa imeanza kwamba Mungu anakaa katikati ya wana wa Israeli, lakini yeye anakaa kwenye hema la kukutania, ambayo baadaye mbele ya safari ilikuja kuwa ni hekalu lililojengwa na Solomon na wengine. Kwa hiyo hebu tuone mistari michache hapa. Kutoka 29 pale, hebu tuone Kutoka 29. Kutoka 29 mstari wa 38, naanzia pale. Nitasoma haraka kidogo. Tumefika Kutoka 29. Tuko pamoja? Tuko pamoja kanisa la Mungu? Mstari wa 39 na 38 naanzia pale. Anasema hivi: basi sadaka utakazozitoa juu ya madhabahu ni hizi. Nimesema alitoa utaratibu wa sadaka mbalimbali katika ile hema la kukutania. Ndio maana ya Mungu kuwa katikati ya watu wake. Kuna ibada, kuna sadaka, ndio mahusiano ya watu na Mungu. Ndio maana hata hapa tuna taratibu za ibada na mambo kama hayo, ndio mahusiano ya watu wa Mungu na Mungu wao. Sasa nasoma kwa haraka tufuatane. Basi sadaka utakazozitoa juu ya madhabahu ni hizi: wana-kondoo wawili wa mwaka mmoja kila siku. Haleluya! Mwana-kondoo mmoja utamchinja asubuhi na mwana-kondoo wa pili utamchinja jioni. Hebu angalia. Hebu angalia ni kondoo ngapi walikuwa wanatekelezwa jamani? Kila siku kondoo ngapi? Kwa hiyo kwa mwezi kondoo ngapi? 60. Kwa mwaka kondoo ngapi? 700 sijui na ngapi huko. Unaona hiyo? Na hiyo ni sadaka ya kuanzia ya mahusiano tuna Mungu. Bado ziko sadaka kede nyingi ambazo ziko zimeandikwa huko, lakini hatutazipitia zote. Tunaendelea mstari wa 40. Tena pamoja na mwana-kondoo mmoja utatoa vibaba 3 vya unga mzuri uliochanganyika na mafuta yaliyopondwa kiasi cha kibaba na robo kibaba, na divai kiasi cha kibaba na robo kibaba, iwe sadaka ya kinywaji. Mungu alikuwa anakula na kunywa katikati ya watu wake. Haleluya! Anatolewa sadaka ya kondoo, lakini pia ya mazao, kwa maana ya chakula, na mpaka na ya mafuta, mpaka na ya mvinyo ule wanaokunywa na yeye Mungu, naye anapata share yake. Haleluya! Lakini kwa utaratibu alioweka yeye Mungu. Tunaendelea mstari wa 41. Na huyo mwana-kondoo wa pili utamchinja wakati wa jioni, na utamtoa dhabihu pamoja na sadaka ya nafaka na sadaka yake ya kinywaji kama asubuhi, ili itoe harufu nzuri, iwe dhabihu ya kusogezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Itakuwa ni sadaka ya kuteketezwa kwa namna gani? Milele katika vizazi vyenu vyote, mlangoni pa ile hema na ya kukutania mbele ya Bwana, hapo nitakapokutana nanyi ili ninene na wewe hapo. Haleluya! Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Tunaona hata taratibu za ibada katika wakati Mungu alipoanza kukaa katikati ya watu wake. Asubuhi unampangia ibada ya kumwabudu, ya sifa. Jioni ibada ya kumwabudu, ibada ya nini? Ya sifa. Bwana Yesu asifiwe. Hizi sio ibada za kupeleka mahitaji, ni ibada za ushirika na Mungu wako. Bwana, ninakupenda. Bwana, asante kwa rehema zako. Bwana, na asante kwa wokovu wako. Bwana, na asante kwa pendo lako. Yaani ni ibada za mahusiano, uhusiano wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ilianza hivyo nyakati zile za agano la kale, sisi wa agano jipya panafanyika kitu kizuri zaidi. Kwa sasa tuko rohoni na tunaanza tukamwabudu Mungu masaa 24. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuendelee kidogo hapa mstari wa 43. Naenda kumalizia hapo. Anasema, nami nitakutana na wana wa Israeli hapo
na hiyo hema itafanywa takatifu na utukufu wangu. Nami nitaitakasa hiyo hema ya kukutania na hiyo madhabahu, pia Haruni na wanawe nitawatakasa ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Sasa 45 naomba tusome wote kanisa la Mungu. Hebu tusome kwa nguvu. 45, 1 2 3 go. Haleluya. Anasema na mimi nitakaa kati ya wana wa Israeli, nami nitakuwa Mungu wao. Kwa hiyo unaweza kuona mchakato wa Mungu kuwa katikati ya wanadamu. Alianza na taifa dogo la Israeli, lakini kumbuka alianza huo mchakato kwa lengo la baadaye ulimwengu mzima uingizwe katika ratiba ya Mungu kuwa katikati yao. Haleluya. Mstari wa 46 anasema nao watanijua kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wao, niliyewatoa katika nchi ya Misri nipate kukaa kati yao. Ni mimi Bwana Mungu wao. Unaona, anasema niliyewatoa katika nchi ya Misri nipate kukaa kati yao. Unajua Mungu anasema lengo la mimi kuwatoa nchi ya Misri. Wengine wanaona kumbe ni kutupeleka Kanaani tukale maziwa na asali. Anasema lengo langu la kuwatoa kule Misri ni ili nikae kati yenu. Bwana Yesu asifiwe. Misri, wakati tunaongea mifano kwenye Biblia, tuliona Misri ni mfano wa ulimwengu, na Farao ni mfano wa shetani, na wana wa Israeli ni mfano wa watu wanaookolewa na Mungu, si ndio? Kwa hiyo maana yake ni kwamba anasema aliwaokoa kutoka Misri kwa lengo la kukaa kati yao. Na sisi kanisa tuliokolewa, Mungu anasema niliwaokoa kutoka katika dunia kwa lengo la kwamba nikae kati yetu. Haleluya, tumadhimishe Mungu. Haleluya. Kwa hiyo ni mapenzi ya Mungu kukaa katikati ya watu wake. Ni mapenzi ya Mungu kukaa katikati ya watu wake. Hebu tutaenda kuona mistari na kwenye Agano Jipya, lakini hebu tuone tena mstari mmoja hapa kwenye kitabu cha Hesabu. Tufungue Hesabu 35, tusome mstari mmoja pale. Hesabu, kitabu cha Hesabu 35. Mstari ni mmoja tu wa 34. Mstari wa 33 anasema hivi hamtaitia unajisi nchi ambayo mwakaa, kwa kuwa damu huitia nchi unajisi, wala hapana sadaka itoshayo kwa ajili ya nchi kwa ajili ya damu iliyomwagwa ndani yake, isipokuwa ni damu ya huyo aliyeimwaga. Mungu anaongea kitu kigumu kidogo hapa, kwamba damu ikimwagwa pasipo hatia inainajisi nchi, na anasema hakuna sadaka inayoweza kuitakatisha hiyo nchi, ni mpaka imwagwe damu ya yule aliyemwaga ile damu. Lakini ashukuriwe Mungu, sasa hivi damu ya Yesu imefanya nini? Imeununua ulimwengu wote. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Sasa mstari wa 34 ndio ambao nilitaka tusome kwa pamoja. Mstari wa 34 tusome 1 2 3 go. Kwa hiyo msiitie unajisi nchi mwishio ambayo nami nakaa kati yake. Kwa hiyo kuna haja ya kuona tunavyoenda vizuri tunapokuwa na Mungu, tusimlazimishe akae kwenye unajisi. Anasema kwa kuwa mimi Bwana nakaa kati ya wana wa Israeli. Kwa hiyo tunaona hapa anakaa kati ya wana wa Israeli, lakini ni hatua ya kwanza ya mchakato wa hatimaye aje aikae ndani ya watu wote aliowaumba ndani ya Kristo. Haleluya, Bwana asifiwe. Sasa naenda kumalizia. Nilisema wakati ule kwamba nitasoma mstari fulani kwenye Agano Jipya alafu tutaenda kumalizia pale, lakini ngoja tujikumbushie kabla sijaenda kule. Tujikumbushie pale tulikosoma Kutoka 25. Naenda kumalizia. Kwa hiyo kama ulikuwa
hujashika, sasa itakuwa kidogo ngumu kidogo, lakini neema ya Mungu inatosha. Na rudi pale mstari wa 21 alikosema weka kiti cha rehema, ni kutoka 25 mstari wa 21. Weka kiti cha rehema juu ya hilo sanduku, kisha utie huo ushuhuda nitakaokupa ndani ya sanduku, nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe pale nilipo juu ya kiti cha rehema. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kiti cha rehema ni cha muhimu sana. Toka Mungu aanze kukutana na watu wake mpaka leo tuko ndani ya Kristo, kiti cha rehema ni muhimu sana. Kiti cha rehema ndicho kinachotufanya kama watoto wa Mungu tuliookoka tuendelee kuishi katika ushindi hata pale ambapo tumejisahau, shetani akapata sababu ya kutushtaki. Biblia inasema mshtaki wenu Ibilisi anazunguka kama simba angurumaye akitafuta mtu amfanye nini? Ameze. Nanyi mpingeni huyo mkiwa jasiri katika imani. Haiwezekani kumpinga Ibilisi anayenguruma kama simba, haiwezekani kumpinga kwa ujasiri kama kuna mahali ametutegea mtego tukampa nafasi tukakanyaga, halafu kiti cha rehema hatujakiona. Haitawezekana kusimama mbele za Ibilisi, atatushambulia, atatukanyaga. Lakini tukitambua kiti cha rehema ambacho Mungu amekiweka katikati yetu, tusikipelee, siku zote tutakuwa tunamnyanyasa tu Ibilisi. Haleluya. Haleluya kanisa. Hebu twende, nitasoma maeneo mawili alafu tutaenda kumalizia. Hebu twende kitabu cha waraka wa pili wa Korinto. Waraka wa pili wa Korinto mlango wa 6. Naanzia mstari wa 14. Waraka wa pili wa Korinto mlango wa 6. Tumefika kanisa la Mungu, naenda kumalizia hivyo. Kwa hiyo weka focus kidogo. Naanzia mstari wa 14, unasema hivi: msifungiwe. Sasa anaongea na watoto wa Mungu waliookoka. Sasa msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi izisifo sawa sawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Beliari ni shetani. Au yeye aminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anasema sisi ni hekalu la Mungu. Sisi tuliookoka ni hekalu la nani jamani? La Mungu. Mungu anakaa ndani yetu kwa Roho wa Kristo. Mungu anakaa ndani yetu kwa Roho Mtakatifu. Lakini anatupa tahadhari kwamba maadamu sasa tumeshajua kwamba tumekuwa hekalu la Mungu, tusishirikiane na sanamu. Sanamu ni sehemu yote inafanyika ibada ambayo haiko katika Kristo. Sehemu yote inafanyika ibada ambayo haimuadhimishi Kristo ni ibada ya sanamu. Lakini anaendelea kusema ya kwamba hakuna ushirika kati ya sisi tuliomwamini Kristo tukazaliwa upya na wale ambao hawajaamini. Ni kweli tunaishi nao hapa duniani, ni kweli tunafanya nao shughuli mbalimbali, lakini Biblia inatuambia tusifungiwe nao nira kwa namna isivyo sawa sawa. Kuna nira ni kifungo. Anasema tusiingie nao kwenye kifungo ambacho sio sawa sawa, kifungo ambacho hakivunjiki. Kuingia mkataba mkataba labda wa kampuni au wa biashara na muabudu shetani nao ni muabudu nao ni nuru, hiyo nira sio sawa sawa.
kuingia kwenye agano la ndoa. Wewe ni nuru, mwenzako ni giza. Anasema hiyo sio sawa sawa. Kwa hiyo kuna mahusiano ambayo tunahusiana na watu ambao hawajaokoka, lakini asiwe ni nira isiyovunjika. Isiwe ni nira ambayo itatunajisisha. Isiwe ni nira ambayo itamlazimisha Mungu wetu aingie kwenye hekalu la sanamu. Isiwe ni nira ya kumlazimisha Mungu wetu ampe shetani mkono. Kwa sababu unakuta huyu ni shetani. Biblia inasema ya kwamba katika hili wana wa Mungu ni dhahiri na wana wa ibilisi ni dhahiri. Anasema kila atendaye dhambi ni mwana wa Mungu, ni mwana wa ibilisi. Kila asiyetenda dhambi ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo sasa unakutana huyu ni mtenda dhambi jumla tu, ni hata wokovu hana habari nao, manaki ni mwana wa ibilisi. Wewe ni mwana wa Mungu, mnafungia naye nira. Manaki unamlazimisha Mungu ampe mkono shetani, wakati ni wewe unamlazimisha Mungu aliye ndani yako. Haleluya. Haleluya kanisa. Sasa Mungu anasema nini? Mungu anatuambia hivi, mstari wa 17, kwa hiyo tokeni kati yao. Haleluya. Anasema vunja nira. Tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Hebu tumaadhimishe Mungu wetu. Haleluya, haleluya. Anasema kuna kitu kinachomzuia kutukaribisha. Maana yake kinamtenga. Yaani tulikuwa naye, lakini maadamu tumegusa kitu kichafu tukamtenga, kwa sababu yeye Mungu hashiki uchafu. Maadamu tumejichanganya tukafungiwa nira na watu ambao ni maadui wa Mungu, maana yake Mungu tumemtenga. Kwa sababu Mungu hawezi kuingia kushikamana na mtu ambaye ni adui. Yaani ninaposema mtu maadui, na maana kitu ambacho ni adui kwa Mungu. Haleluya. Biblia inasema sehemu nyingine kwamba mtu akipenda dunia amejifanya kuwa adui wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo wewe ukipenda dunia sio lazima umwambie Mungu nimefanya kuwa adui. Wewe ipende tu dunia. Mungu anasema tafsiri yangu mimi ni kwamba umejifanya kuwa adui yangu. Kwa hiyo kama tumefanya vitu kama hivyo, Mungu anatuambia tutengwe nao, wale ambao tumefungiwa nao nira isiyo sawa sawa. Tuvunje hizo nira. Anasema msiguse kitu kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kike na wa kiume. Haleluya. Kumbe Mungu ana wana wa kiume na wa kike Bwana. Haleluya. Unaanza kusema mimi ni binti wa Mungu, mimi ni binti wa Kristo. Haleluya. Na namna pekee ya kusimama kwa ujasiri na kusema mimi ni binti wa Mungu, mimi ni kijana wa Mungu, ni kuhakikisha umetengwa na vitu hivi ambavyo vitamzuia Mungu kuwa katikati yako. Vitu hivi ambavyo vitazuia kuwa katikati ya kanisa. Kanisa tusiruhusu nira ndani ya kanisa. Wewe binafsi usiruhusu nira unawasioamini sivyo sawa sawa. Sasa tuchukulie sasa kuna maeneo mbalimbali Roho Mtakatifu anatuonyesha kwamba hapa hujaenda sawa sawa. Hapa hujaenda sawa sawa. Tunafanyaje? Mungu ameweka jibu. Kwa sababu asingeweka ili jibu, tungebaki tungejinamia, tunatoka kwenye ibada tumeinama na mnano tunasema acha tu bwana nimeshajifanya kuwa adui wa Mungu. Alafu hujui cha kufanya. Haleluya. Mungu ametupa namna ya kufanya. Hebu tumuadhimishe Mungu wetu. Hebu twende kitabu cha Waebrania mlango wa 4, ndio naenda kumalizia pale. Waebrania mlango wa 4 naenda kumalizia pale, kwa sababu Mungu ameenda kutupa jibu la namna ya kutoka hapa. Tutoke na ujasiri mkubwa kabisa. Mstari wa 15 unasema hivi, naomba tufuatane vizuri kabisa. Naanzia mstari wa 14. Haleluya. Kanisa la Kristo tuko pamoja. Tunaanza tukamalizia pamoja kwa wewe kufungua Waebrania mlango wa 4. Okay. Mungu abariki sana. Naenda kuanzia mstari wa 14, ni mistari ya kufanyia kazi. Tunaenda kuifanyia kazi. Sasa hivi tunapoenda kuhitimisha ibada tunaenda kuifanyia kazi. Inasema hivi, basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. 15. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa kama sisi katika mambo yote bila kufanya nini? Dhambi.
Habari njema hapa ni kwamba tunaye kuhani mkuu anayeitwa Yesu Kristo, aliyepita katika mbingu na ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Haleluya. Sifa moja nzuri sana ya kuhani mkuu, Biblia inasema alijaribiwa. Yaani huyu kuhani mkuu sio Mungu aliyekuwa mbinguni kula afu hajui hata kinachoendelea, anatuona tu tukiwa tumekosea anasema fire fire fire, anatuona tu tumekosea anasema rusha kwenye moto. Habari njema ni kwamba anasema kuhani mkuu anaweza kuchukuana nasi. Kwa nini? Kwa sababu anajua mambo ya udhaifu wetu. Haleluya. Anajua mambo ya udhaifu wetu. Anasema yeye alijaribiwa kama sisi. Haleluya. Unasema Yesu angejaribiwa kama mimi hapa, sijui kama angetoboa. Na hapa alijaribiwa. Hicho unachosema Yesu angejaribiwa hapa sijui kama angetoboa, hapa alijaribiwa na yeye. Haleluya. Unasema Yesu angejaribiwa na washirati hapa angetoboa kweli? Ngoja nikwambie, mabinti wa Kiyahudi walikuwa wazuri sana, pengine kuliko mabinti wengi katika dunia hii, na walikuwa wanapita mbele za Yesu kwa sababu Yesu naye alikuwa mwanamume mzuri, ana ndevu zake ni handsome, yuko namna hii. Kwa hiyo walikuwa wanajipitisha, walikuwa hajajua ametoka wapi, lakini na hilo jaribu naye lilishinda hilo. Hebu tumaadhimishe Yesu. Haleluya. Walikuwa mpaka makahaba wanakuja, kahaba anainama kwenye miguu yake, analia na mwaga machozi kwenye miguu yake, anafuta na nywele zile za kikahaba. Alafu watu wa pembeni wanasema angemjua hata huyu dada. Kama angekuwa nabii kweli singemjua huyu ni kahaba kabisa. Lakini Yesu alikuwa anamwangalia kama mtu ambaye ameshaguswa na nguvu ya Mungu, amekuja kuokoka. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ni kwamba Yesu anajua kila udhaifu tulionao. Na maadamu uko umeketi hapa ni kwa sababu yeye ndiye amekupa kuja kukaa hapa, kwa sababu anakupenda. Haleluya. Kila aliyeketi hapa, kila aliyekuja kwenye ibada, kila anayesikiliza kwa njia ya mtandao online, ni kwamba Mungu amekukusudia usikilize ujumbe huu kwa sababu anakupenda. Amesema Mwana wa Adamu alikuja kuokoa kilichopotea. Yeye hakuja kuhukumu ulimwengu, bali alikuja kuokoa. Haleluya. Biashara anayoifanya sasa hivi ni kuokoa tu. Kweli wakati wa hukumu unakuja, akisha kuja kunyakua kanisa. Lakini maadamu hajanyakua kanisa, yuko kwenye kuokoa tu. Haleluya. Ni mwana mpotevu uliacha ukaenda huko na huko, umemrudia, anasema yeye anaokoa tu. Sasa tufanye nini? Mstari wa 16. Mstari wa 16 anasema basi na tujikaribie. Naomba sasa mtamfuata mchungaji, kwa sababu wengine hawana Biblia. Mimi nitakuwa nasoma, mrudie nyuma yangu. Amen. Amen kanisa. Basi na tujikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Haleluya. Ile rehema tuliona pale, tumepewa rehema kwenye Agano Jipya. Saa zote mtakatifu usikubali kutembea bila rehema. Saa zote, masaa 24 sema Bwana nakushukuru kwa kiti chako cha neema, niko hapa napokea rehema. Hata kama huna kitu ambacho unakiona unahukumiwa nacho, sema mimi napokea rehema, kwa sababu mimi ni chombo cha rehema. Nikitembea na rehema saa zote niko salama. Ukitembea na rehema saa zote hakuna mshtaki atakayekushtaki mbele za Mungu akafanikiwa. Atasema rehema zangu zinatenda kazi ndani yake. Hebu simama pale ulipo. Haleluya.